ya kwamba tuwe na mfuko wa msaada wa kisheria, Legal Aid Fund. Tumeipokea, tutaenda kuichakata kama serikali, na kwa kuwa tuko kwenye mpango wa kukamilisha sera ya msaada wa kisheria, hilo nalo tutalipa uzito kupitia jambo hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili ambalo ningependa kulisema, waheshimiwa wabunge wamechangia sana kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia katiba, umuhimu wa kufanya uchaguzi na kujibu hoja ambazo zimetolewa zinazosema no reform, no election. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme kidogo kuhusiana na reforms. Mwaka 1958 na 59 nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao ulijikita kwenye ubaguzi wa rangi. Vyama vya siasa vitakiwa vichague mgombea mmoja Muafrika, mgombea mwingine Muasia au Muhindi, na mgombea mwingine mzungu kutoka Ulaya. Lakini mwaka 1962 tulifanya reforms, tukayaondoa haya, tukaleta uchaguzi ambao hauzingatii ubaguzi wa rangi. Tukaendelea na uchaguzi huo chini ya mfumo wa chama kimoja, tukiwa na rais mmoja mgombea. Tulipofika mwaka 1995 mpaka mwaka 2024 tumefanya mabadiliko. Tunafahamu baada ya vyama vingi tukaondoa habari ya chama kimoja, tukaleta vyama vingi. Tukaondoa mgombea mmoja kwenye nafasi ya urais, tumeleta wagombea wengi. Huku nyuma tulikuwa na wagombea wawili tu kwenye ubunge, sasa tuna wagombea wengi. Mara ya mwisho mimi Songea mjini tumegombea ndani ya chama tulikuwa 31. Haya ni mabadiliko ambayo yamefanyika ndani ya mfumo wetu wa kisheria na wa kikatiba. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme, kati ya 1995 mpaka 2004 tulikuwa na sheria mbili za uchaguzi. Sheria ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 1985 na sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Tunavyoongea leo, Mheshimiwa Naibu Spika, hizo sheria hazipo tena kwa sababu tumefanya mabadiliko kuanzia mwaka 2004 kuja sasa tumefanya mabadiliko. Na niwakumbushe waheshimiwa wabunge, tumefanya mabadiliko makubwa 15 ambayo ningependa sana tuyasikilize, tuyaweze kuyaongea vizuri, ili ambao wanataka kutuvuruga nao waache kutuvuruga. Badiliko la kwanza, tumefuta sheria ya uchaguzi ya taifa ya mwaka 1985, na kazi hiyo ya kufuta ilifanywa na bunge hili tukufu, linastahili pongezi zake. Tumefuta sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Kazi hiyo nzuri imefanywa na bunge hili tukufu, bunge hili linastahili maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, mabadiliko mengine ni kutunga sheria mpya ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sio kufanya mabadiliko, tumetunga sheria mpya. Na mnafahamu sheria hii tuliitunga mwaka jana Februari 2024 katika bunge hili, baada ya mjadala mrefu na kushirikisha pande zote. Tukapata sheria yenye vifungu 168 ikielezea kila jambo linalohusu uchaguzi, kila mchakato, na watu wote walishirikishwa. Kama reforms kubwa tumezifanya Februari mwaka 2024. Sasa tujiulize, kutoka Februari 2024 mpaka leo tunataka reform gani tena? Sheria hii ni mpya, haijawahi hata kutumika. Kwa hiyo mabadiliko haya yamefanywa na chombo chenye mamlaka, bunge hili tukufu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya
pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogondogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.